Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine na muda mwingine ambapo Mungu ameona ni vyema mimi na wewe tupatane tena ili tuendelee kuingia katika mafundisho ambayo yamekuwa ni mafundisho yaliyo nyeti sana katika maisha yetu, ambapo tumetoka mbali na bado tunaendelea kujifundisha kwa neema na uwezo wa Bwana. Tulikuwa na somo ambalo lilikuwa na kichwa kilikuwa kinasema huyu mtu ni nani, kwa sio sehemu ya kwanza mpaka takriban sehemu ya saba, na tena tukaingia katika hatua ya pili, tukaweza kujifundisha kuhusu kuanguka na kuangamia kwa mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, au kuanguka na kuangamia kwa mnyama au ufalme mkubwa duniani. Na katika yote ambayo tumejifundisha yamekuwa yakitupa ufahamu wa pekee, na Mungu amekuwa akipendezwa nasi tukiendelea kupata ufahamu huo. Wewe kwa mara ya kwanza ambao umepatana nami hapa, na kusihi sana katika jina la Kristo, kuna ujumbe wa pekee sana ambao umeweza kupita, na kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia wanaweza wakasema kweli wamekuwa wakibarikiwa. Sasa tunaingia katika somo lingine ambalo litakuwa na wito wa watu wa Mungu kutoka kwa imani potofu, kwa sababu mambo mengi tulijifundisha kwamba kuna mapokeo mengi ambayo watu wa Mungu wameweza kuyapokea na kuamini vitu ambavyo haviko kabisa na mapenzi ya Mungu. Mungu ametanguliza neno lake, na neno lake ndio linastahili kunijengea imani, ndilo linastahili kukujengea imani, na kwa hivyo si kitu kingine. Na vivyo hivyo neno la Mungu limeweza kuweka sheria ambazo ni sheria ambazo zimekuwa sheria za haki, tena sheria kamilifu, sheria takatifu, pamoja na ushuhuda wa Kristo. Mungu wetu anatupenda kwa sababu hizo sheria anasema sio zito, bali ni za kutupa baraka katika maisha yetu tunapozifuata na kuziangalia. Neno lake takatifu, mausia yake Mungu ambayo ni mpango wake kwetu, imekuwa ni baraka kwa watu wa Mungu ambao wamekuwa wakipendezwa na kile Mungu amekuwa akifundisha. Lakini kukakuwa na mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ambapo yeye na mawakala zake pamoja na wafalme wa nchi na makanisa ambayo yanafuata mapokeo kutoka kwake, wanasifiwe, ambayo kupitia hao watu wengi wamejipata katika njia panda kwa kuamini mambo ambayo sio kweli, ambayo hayaambatani na Biblia, neno takatifu, nuru ya dunia. Bwana asifiwe. Siku ya leo kuna ujumbe wa pekee kwa watu wa Mungu, ambapo ni wito wa watu wa Mungu watoke katika imani potofu na watoke katika njia za huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ambaye hivi punde tayari anguko na kuangamia kwake tayari malaika wa kwanza ameweza kutangaza katika kitabu cha Ufunuo 18, kuanzia fungu la kwanza mpaka fungu la 3. Tayari tumeona tangazo la kuangamia kwake limeweza kutangazwa, na vile vile katika kitabu cha Danieli 26 na 27, na pia Danieli sura ya 2 fungu la 44 na 45. Tayari tumeona kwamba Danieli akiongozwa na Roho Mtakatifu aliweza neno la Mungu liliweza kutafsiriwa kwamba baada ya wafalme wa dunia kutawala, Mungu ataweza kusimamisha utawala wake ambao hautashindwa na kitu chochote. Bwana asifiwe. Na atakaposimamisha huo ufalme wake, utaweza kusiaga na kuangamiza na kuharibu kabisa falme zote zilizoko duniani, ambazo kwa kiasi kikubwa
zimechochea watu kupokea mapokeo maovu, yaani wamefanya watu waweze kupokea chapa ya mnyama. Chapa ya mnyama ni mapokeo ambayo yanapinga neno la Mungu na kupata watu wakikumbali na kutenda kama vile ambavyo mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu anavyopenda, kwa sababu na yeye amekuwa akitumika na Ibilisi. Kwa hivyo leo tunaingia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 fungu la 4, kisha tuisikilize vile ambavyo neno la Mungu linasema, ambapo fungu la 4 linasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni katikati yake, enyi watu wangu, ili msije mkashiriki dhambi zake, ili msije mkapatwa na pigo lake lolote. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu wanapokuwa mahali ambapo kuna watu wanafanya mambo mabaya, mambo machafu, watu wao wanapokuja kupatwa na mapigo mbalimbali, watu wa Mungu hupatwa na kitu kinaitwa matokeo ya mapigo ya wale ambao wanaopigwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi na wewe tusipokuwa mahali ambapo pasalama, yani kwa njia ya kujitenga na watu waovu wanapokuja kuadhibiwa, vile vile mimi na wewe tutapata adhabu, yani tutapata mapigo, yani ikiwa ni matokeo ya mapigo ya mwenye anapigwa. Kwa hivyo neno la Mungu linasema ya kwamba, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni katikati yake, enyi watu wangu. Bwana asifiwe. Mungu anatoa wito kwa watu wake akisema, tokeni katikati yake, enyi watu wangu, ili msije mkashiriki dhambi zake. Msije mkashiriki dhambi zake, msije mkashiriki, msije mkatenda kama yeye, msije mkakuta mmehesabika watu wenye dhambi kama yule ambaye amekuwa akifanya hivi, ili msije mkapatwa na pigo lolote. Bwana asifiwe. Fungu la 5, kwa kuwa dhambi zake zimerudikana hadi mbinguni, naye Mungu ameukumbuka uhalifu wake. Mungu alikaa kwa muda akaangalia na kumpa wakati mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, aendeleze kauli zake kupitia nguvu anazopata kwa Shetani. Na wakati huo watu wa Mungu wakakuwa wanateswa sana kupitia huyu ufalme au huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, kwa sababu alikuwa analeta imani potofu. Bwana asifiwe. Fungu la 6 inasema hivi, mtendee kama yeye alivyotenda, mlipe mara 2 kwa ajili ya yale aliyotenda. Katika kikombe chake mchanganyieni mara 2 ya kile alichochanganya, mpatie mateso na huzuni nyingi sawa na utukufu na anasa alizojipatia, kwa kuwa moyoni mwake hujivuna akisema, mimi nitatawala kama malaika, mimi si mjane wala sitaona huzuni kamwe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu wanapotoka katika ufalme wa mtu, kumbuka watu ndiyo kutengeneza ufalme, na watu wanapoasi ufalme, watu wanapokataa kuongozwa na kiongozi fulani ambaye alitoka katikati ya watu, ambaye Biblia tulisema ya kwamba inaposema bahari inamaanisha watu wote duniani, yani watu aina zote duniani wanakuwa kitu kimoja, wanatengeneza mtu mmoja ambaye anatawala, na huyu mtawala naye anakuwa na mawakala zake au watu wanaofanya kwa niaba yake. Bwana asifiwe. Sasa Mungu anasema watu wanapoondoka katika ule ufalme unaanza kuanguka, unakuwa umeanguka. Bwana asifiwe. Yaani watu wanapoasi mtawala wake, ule mtawala anapatwa na pigo kubwa, kwa sababu bila watu huwezi ukatawala. Kwa hivyo Mungu anawaita watu watoke kwake kwa sababu aliweza kuwaita watu kwa udanganyifu, nao watu wakaenda kwake wakifikiria mahali pale ni pahali pazuri, lakini mwisho wa siku wakapatwa na madhara makubwa sana kutokana na huyu mtawala. Bwana asifiwe. Kwa hivyo fungu la 8 nalo linasema, kwa hiyo mapigo yatampata kwa siku moja, mauti, maombolezo na njaa, naye atateketezwa kwa moto
kwa maana Bwana Mungu amhukumuye ana nguvu. Bwana asifiwe. Yaani kuna watu au ufalme ambao umeonekana kuwa na nguvu sana duniani, na katika nguvu zake ukatingiza dunia yote na ukaharibu dunia yote, na watu wote wakapatwa wakiamini njia zake na kukubaliana na njia zake, hata wengine sio kwa hali bali ni kuogopa, kwa sababu wameona nguvu na uwezo walio nao. Hata katika kitabu cha Ufunuo 13 tuliona watu fulani wakiulizana, ni nani kama huyu? Bwana asifiwe. Ni nani kama huyu? Ni nani kama yeye? Kwa sababu ya uwezo na nguvu alizo nazo. Kwa hivyo wakati huu Bwana anasema atakuja kumhukumu. Wakati huu Mungu anakuja kumhukumu, ndipo watu watakapoelewa kabisa hakuna mfalme, hakuna nguvu, hakuna mamlaka, hakuna uwezo ulioko duniani watu wanaofahamu ulio na nguvu na ulio kinyume na uwezo wa Mungu. Mungu ndiye Mungu wa vitu vyote, na katika yeye watu wote wameumbwa, na katika yeye hata ibilisi na watu wote ambao wamekuwa wakifuata njia zake wataangamizwa, na wale ambao wamekuwa wakipendezwa na Mungu na kufuata njia za Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu na kuzingatia sana kile ambacho wanachokifanya kila siku baada ya siku, basi hao watu Mungu atawaokoa na kuwaweka katika sehemu iliyo salama, yani katika ufalme wake. Bwana asifiwe. Fungu la 11 inasema, wafanyabiashara wa dunia watalia na kumwomboleza, kwa sababu hakuna anunuaye bidhaa zao tena. Bidhaa za dhahabu, za fedha, za vitu vya thamana na vya lulu, kitani safi, nguo za rangi ya zambarau, hariri, nguo nyekundu, aina zote za miti ya udi na vifaa vyote vya pembe za ndovu, vifaa vyote vya miti yenye thamana kuliko yote, shamba, chuma na marmar, bidhaa za mdalasini, vikolezi za uvumba, manemane na uvumba wenye harufu nzuri, za divai na mafuta ya zeituni na unga mzuri na ngano, ng'ombe na kondoo, farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Watasema yale matunda ambayo roho yako ilitamani yamekoma. Utajiri wako wote na fahari yako vimetoweka, wala haviwezi kupatikana tena kamwe. Bwana asifiwe. Wale wafanya biashara walijitajirisha kwa bidhaa hizo kutoka kwake watasimama mbali naye kwa hofu kubwa na mateso yanayompata. Watalia na kuomboleza wakipiga kelele wakisema, ole ole mji mkubwa uliyekuwa umevikwa mavazi ya kitani safi ya rangi ya zambarau na nyekundu, ukimetameta kwa dhahabu, vitu vya thamani na lulu. Katika muda wa saa moja utajiri wote mkubwa kama huu umeangamia. Kila nahodha na wote wasafirio kwa meli na wote wapatao kipato chao kutokana na bahari watasimama mbali. Watakapouona moshi wa kuugua kwake, watalia wakisema, je, kulipata kuwako mji mkubwa kama huu? Bwana asifiwe. Fungu la 19, nao watajirushia mavumbini vichwani mwao, huku wakilia na kuomboleza wakisema, ole ole mji mkubwa, mji ambao wote wenye meli baharini walitajirika kupitia kwa mali zake. Katika saa moja tu ameangamizwa. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Unaona kile kitakapompata huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ambapo kupitia yeye mambo mengi yaliweza kufanyika duniani, mambo mengi yaliweza kwenda kinyume na njia za Mungu, na wafalme wa nchi, wafanya biashara na watu ambao wanaitwa watu ambao walikuwa wamejulikana sana, vile ambavyo watakavyoomboleza kwa ajili
ya huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yeye pamoja na mji wake Babeli mkuu. Bwana asifiwe. Babeli nikawaambia ni mji ulioko duniani ambao umepambwa kwa vitu vitu vya bei kali sana, na sio mji mwingine, ni mji wa Vatican. Bwana asifiwe. Ni mji wa Vatican. Bwana asifiwe. Mji wa Vatican ndio mji ulioko duniani ulio tajiri sana, na mtawala wake si mwingine, anaitwa Pope. Bwana asifiwe. Sasa huyo Pope katika njia zake zote amekuwa akipinga njia za Mungu, ndiye mpinga Kristo, ndiye mtu ambaye amekuwa akipinga njia za Mungu, ndiye mtu ambaye ameweza kunakiliwa katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 3 na fungu la 4, au kuanzia fungu la 1 mpaka fungu la 12, ambapo amefunuliwa kama mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ambaye amekuwa akikaa katika hekalu la Mungu na kujitukuza kama Mungu, ambapo mimi na wewe tunaitwa ndugu. Na kwa hivyo ikiwa tunaitwa ndugu, tuko katika himaya moja mbele za Mungu. Mungu anatuona kuwa tuko kitu kimoja, lakini iko wanadamu duniani ambao wamechukua ile tabia ya shetani ambaye alikuweko nayo kutoka mwanzo katika kitabu cha Isaya 14 fungu la 1 na fungu la 10. Bwana asifiwe. Pole sana, pole sana, poleni sana, pole sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Naendelea kusema hivi, katika yeye kumekuwa na mambo mengi ambayo yamefanyika duniani, na neno la Mungu limekuwa likimfunua kuwa ni mtu wa kuasi, na mji wake ni mji ambao amekuwa kitawala, mji mkubwa duniani, mji wa Vatican. Katika huu mji wa Vatican, watawala wote wa nchi mpaka waende kwake. Bwana asifiwe. Watawala wake wa nchi mpaka waende kwake, na vile vile wafanya biashara na watu ambao ni watu mashuhuri sana duniani mpaka waende kwake, kwa sababu yeye ako na usemi mkubwa, akipendekeza kitu fulani lazima kifuatwe. Bwana asifiwe. Mji wa Amerika ni mji unaofanya kazi kwa niaba yake, ambapo kupitia huo mji watu wa dunia wataweza kusurutishwa sana kufuata njia za huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Na hiyo ni katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Ukisoma kuanzia fungu lile la 8 kuteremka, utapata ya kwamba kuna mnyama wa pili. Mnyama wa pili ni Amerika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hizi ni siri za ajabu ambazo Mungu anazidi kutufunulia, na kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia, wamekuwa wakipata uelewa wa kile ambacho nimeweza kutamka mahali hapa, na Mungu aweze kuwabariki. Kwa hivyo tumeona siku ya leo ya kwamba watu ambao wamekuwa wakifuata wakisini na yeye, yani kufuata maagizo, kufuata njia zake, yani kupinga njia za Mungu, kupinga neno la Mungu, na kufuata mapokeo yanayotokana na kwake, na yeye vile ambavyo amekuwa akiwatajiriza hao watu kwa sababu ya kuwapa zawadi nyingi, amekuwa akiwapa zawadi, amekuwa akiwapa vitu, nao watu kupitia wao wamekuwa watawala wanapoenda katika nchi wanazozitawala, unakuta kuna sheria zinawekwa. Hizi sheria ni za kupinga mausia ya Mungu, kupinga sheria za Mungu, kupinga neno la Mungu, kwa sababu na wale pia vile viongozi wa kidini ambao wamekuwa wakimwangalia huyo mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, wamekuwa wakipokea mapokeo ambayo wamekuwa wakiyateremsha katika makanisa, na watu ambao ni innocent, watu wa Mungu, wamekuwa wakiyapokea. Kwa hivyo siku ya leo wito unatolewa kwako, unatolewa kwangu, ili tusinje tukafuata njia za huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, kwa sababu mambo ni mengi. Wewe kile unachoamini kama hakipotokani na neno la Mungu, ni afadhali uachane nacho, ufuate neno la Mungu vile neno la Mungu linavyosema. Bwana asifiwe. Katika fungu la 20 Biblia ikasema, furahini kwa ajili yake, mbingu, furahini watakatifu, mitume na manabii, Mungu amemhukumu kwa vile alivyowatendea ninyi. Bwana asifiwe. Kama kuna mtu ambaye ameua watu wengi, watu wa Mungu, ni hili kanisa Katoliki. Ni kanisa ambalo
kupitia viongozi ambao wamekuwa kiongoza katika karne zile ambazo zimepita, watakatifu ambao walikataa kauli za huyu mtu wa kuasi mwana wa uharibifu au mapendekezo ambayo yalitoka kwake ambayo yalikuwa yanaenda kinyume na njia za Mungu. Kuna watakatifu walisimama kidete kwa njia ya imani na wakasema hawatasurutishwa katika kukubaliana na vitu ambavyo vinapinga neno la Mungu, na hivyo hawa watu wakaweza kusimama imara, nao wakapatwa na mateso. Bwana asifiwe. Watu wakateswa, watu wengine wakauawa, wengine wakafanyiwa mambo mabaya, wengine wakanyang'anywa mali zao zikachukuliwa na ile kanisa, na vile vile watu wengine vivyo hivyo wakaweza kutoroka katika nchi zao na wakaenda nchi zingine, ikiwemo nchi ya Amerika ambayo mwanzo wake au hii mji wa Amerika uliweza ni watu wengi katika maeneo yote ya dunia wakapatana pale wakikimbia kwa sababu ya maangamizi, lakini baadaye mfalme aliyeweza kuinuliwa kutoka pale akakuwa mtu mzuri, mtu mwema, mtu ambaye alikuwa na huruma ya watu, lakini baadaye akaweza kunena kama joka. Ndivyo tuweza kujifundisha katika kitabu cha Ufunuo 13 kuanzia fungu la 8 mpaka kuteremka chini, tukaweza kupata mambo makubwa, mambo ya kutisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumeambiwa watu wa Mungu, furahini kwa ajili yake mbingu, furahini watakatifu, mitume na manabii. Mungu amemhukumu kwa vile alivyowatendea ninyi. Bwana asifiwe. Fungu la 21. Malaika watatu wanasema, kisha malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kubwa kama la kusagia, akalitupa baharini akisema, hivyo ndivyo mji mkubwa Babeli utakavyotupwa chini kwa nguvu, wala hautaonekana tena. Bwana asifiwe. Hili fungu linapelekana na fungu lililoko katika kitabu cha Danieli sura ya 2 kuanzia fungu la 44 na mpaka kuteremka fungu la 46. Bwana asifiwe. Ya kwamba Nebukadneza alipokuwa naota, naye Danieli akakuja akamfasiria ile ndoto akisema katika siku za watawala wale vile ambavyo Mungu ataweza kutupa jiwe ama kusimamisha jiwe, hili jiwe litatoka mlimani na litakunja liweze kusiaga, kuangamiza na kuharibu kabisa falme zote ambazo zimekuweko duniani, ili watu wa Mungu wapate haki. Bwana asifiwe. Kisha malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kubwa kama la kusagia, akalitupa baharini akisema, hivyo ndivyo mji mkubwa Babeli utakavyotupwa chini kwa nguvu, wala hautaonekana tena. Nyimbo za wapiga vinumbi na waimbaji, wapiga filimbi na wapiga tarumbeta kamwe hazitasikika tena ndani yako kamwe hautaonekana tena hataonekana tena fundi mwenye ujuzi wa aina yoyote, wala sauti ya jiwe la kusagia kamwe haitasikika tena. Bwana asifiwe. Haya ni mambo ambayo Mungu anasema kuhusu huu mji mkubwa, mji wa Vatican. Kuna mambo mengi ambayo ni maajabu makubwa yanayofanyika duniani ambayo anayofanya na watu walioko duniani wanastaajabu sana kwa sababu ya vile ambao huu mji unavyotukuzwa, na vile pia watu ambao wajui haya mambo wanavyoutukuza huu mji. Biblia inaendelea kusema hivi, fungu la 23 tumalizie mpaka fungu la 24. Mwanga wa taa hautangaza ndani yako tena, sauti ya bwana harusi na bibi harusi kamwe haitasikika ndani yako tena. Wafanyabiashara wako walikuwa watu maarufu wa dunia. Mataifa yote yatapotoshwa kwa uchawi wako. Yalipotoshwa kwa uchawi wako. Ndani yake ilionekana damu ya manabii na watakatifu na wote waliouawa duniani. Bwana asifiwe. Ni neno la Mungu ambalo limeweza kutuambia kwamba kile kitakachofanyika kwa ajili ya huyu huu mfalme au ufalme unaoitwa Babeli mkuu, Vatican. Bwana asifiwe. Na kile ambacho kitaweza kufanyika na vile ambavyo pia damu ya watakatifu, manabii, mitume na watu wa Mungu waliosimama kwa njia ya imani
wakitetea injili ya kweli. Sasa mimi na wewe ndugu yangu, tutakapoendelea na kujifundisha zaidi, kuna mafundisho yatakayoendelea kuanzia sasa ya kuangalia imani vile ilivyo. Bwana asifiwe. Na utakuta kila mmoja kwa njia moja au nyingine, ikiwemo mimi siku ya leo ninafanyika kuwa chombo cha kuweza kufikisha ujumbe wa Mungu kwako wewe unayenisikiliza. Utakuta kila mmoja ameweza kuguswa kwa njia moja au nyingine. Ni Mungu wetu tupe neema, tupe uwezo, neno lake lisindi kutufunua, kutuletea ufunuo ndani ya mawazo yetu, na hivyo aweze kutuwezesha kufuata ukweli wa neno lake na kupenda ukweli, kwa sababu Yesu akasema, mkidumu ndani yangu na neno langu lidumu ndani yenu, hakika mtaweza kukua huru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi na wewe, kile ambacho tunachokifanya siku baada ya siku ni kwenda kujifundisha ili kweli iweze kutuweka huru. Kwa hivyo nashukuru sana. Mungu wetu akuweze kukubariki, akutendee mema, nawe utakapoendelea kujifundisha hivyo hivyo penda kweli, na utakapokuwa umejua kweli, basi fuata njia iliyo salama, njia inayokuelekeza kwa Mungu Baba yetu, yani kwa ambayo hiyo njia ni Yesu Kristo, ambalo Yesu Kristo ni neno la Mungu. Mungu akubariki, akutende mema. Amen, amen.